Kwa upande wa klabu ya Simba, wao wamejibu mapigo baada ya press release ya Yanga ya siku ya jana pamoja na press conference iliyofanywa na afisa habari wa klabu ya Yanga kutoka, na pia press iliyofanyika na CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo. Klabu ya Simba wao wameandika taarifa kwa umma leo hii wakisema klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 Juni upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msihadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 Machi 2025 wazitumie kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua tiketi baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 ushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025 na wachukuliwe hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kutokuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Imetolewa na uongozi klabu ya Simba tarehe 10 Juni 2025. Ukijaribu kuangalia hizi taarifa kwa umma ambazo zinatolewa na vilabu hivi kwa sasa, zimekuwa zikiandikwa uongozi wa klabu ama kamati tendaji. Kama Yanga jana wameandika taarifa yao kwa umma, wameandika kamati tendaji. Hawataki kuandika moja kwa moja ni nani, na wakati huko nyuma walikuwa wanaandika mtendaji mkuu wa klabu. Kwa upande wa Simba walikuwa wanaandika mtendaji mkuu wa klabu za Zubeda Sakuru, na kwa upande wa Yanga walikuwa wanaandika mtendaji mkuu wa CEO wa klabu Andrew Ntine, lakini kwa sasa hivi hawaandiki hivyo. Kuna mabadiliko fulani ambayo yamejitokeza kidogo, lakini sisi tuendelee kufuatilia kile ambacho kitaendelea kujiri ili tuweze kuona ni kitu gani ambacho kitatokea. Lakini kuna kwenye kanuni za ligi kuu kuna kipengele kinasema, kile kipengele cha 6 cha kanuni ya 46 ya 31 inasema timu yoyote ya ligi kuu inapotaka kucheza au kwenda nje ya Tanzania kwa shughuli za mpira wa miguu itawajibika kuomba kibali kwa TFF. Maombi ya kibali hicho yatumwe siku 14 kabla ya siku ya kuondoka, na hii ni baada ya taarifa kutokea kwamba klabu ya Yanga itakwenda nje ya nchi kwa ajili ya mechi ya kirafiki ambayo imealikwa kule nchini Rwanda. Sasa inabidi tuendelee kusubiria kuona ni kitu gani ambacho kitajiri, lakini mambo mengi yanazidi kujitokeza katika soka letu, na kila kunapokucha kunakuwa na taarifa mpya ambazo zinajitokeza. Kwa hiyo tuendelee kusubiri ni kitu gani ambacho kitajiri. Lakini hapa inasema kuna mwandishi ama mchambuzi amesema, nimesoma taarifa ya Simba ni rasmi, kuna maeneo wameungana na Yanga bila kupeana mkono, ni pale kwenye kudai ripoti uchunguzi kutolewa hadharani. Ndicho hichi kitu ambacho kiliwapelekea Yanga kule kasi kuomba request for a stay, yani mchezo usipangiwe tarehe bila hoja za msingi na uchunguzi kukamilika kisha tuendelee. Mazingira ya sasa ya derby inapigwa vipi bila ya yaliyo sirini kutolewa hadharani? Bodi ya ligi ni wiki iliyopita walisema wao si chombo cha uchunguzi, hivyo wanaachia mamlaka husika. Je, ni mamlaka gani? PCCB na maanisha TAKUKURU, Tanzania Polisi? Sote hatujui hiyo ripoti itatoka lini. Simba na Yanga wote wanataka ripoti ya uchunguzi, wote wanataka watu wawajibishwe ili utofauti wao ni mmoja tu. Simba yuko tayari kucheza mechi, ila Yanga hayupo tayari kucheza mpaka mtu awajibishwe, ndio tofauti yao. Wameungana bila kupeana mkono. Twendeni tu, kuna mtu anaenda kucheza mziki wa mwenzake, sio muda hapo. Na kwa upande mwingine kwenye mchambuzi anasema amehighlight taarifa ya Simba eneo la twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Anasema update, klabu ya Simba ambayo ni timu mgeni imeendelea kuhamasisha mashabiki wake kwenda kukata tiketi na kuujaza uwanja kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby Juni 15 ambao ni mchezo namba 184.
Yanga Africa akiwa timu mwenyeji amethibitisha hatocheza mchezo huo mpaka matakwa yao yatakapofanywa kazi. Ukisoma barua ya Simba utaona kuna sehemu na wao wameomba bodi itoe ripoti uchunguzi kuhusu mechi ya tarehe 8 Machi kusogezwa mbele. Paragrafu ya 3, Simba SC imeingilia jukumu la TFF na bodi ya ligi kwa kusema ligi ni timu 16 na sio timu moja, na kuingilia masuala ya kanuni na uboreshaji wake sio jukumu la Simba SC. Cha kushangaza, timu mgeni inasisitiza kuujaza uwanja. Anacheka. In short, barua ya Simba imeandikwa kwa maana mbili. Kuna mtu wa bodi ya ligi amehusika na kiongozi wa mashabiki wa Simba SC ameandika kwa upande wa hamasa zaidi, ila hakuna sehemu inaonyesha imeandikwa kiuweledi na taasisi kubwa kama Simba. Ina madhaifu mengi sana na haikupaswa kupostiwa na taasisi kubwa kama hiyo. Kila mtu ametoa maoni yake. Basi tuendelee kufuatilia sakata hili na tuendelee kujuzana juu ya mambo mbalimbali ambayo yanajiri kuhusiana na sakata hili na hipi hatma ya mchezo wa Juni 15. Tutasubiria kuona. Usisahau kusubscribe na kulike, comment na kushare katika YouTube channel yetu Renyo Update TV. Ciao.